Usalama barabarani umeanza kudorora na haswa kutoka mwezi huu wa Disemba, licha ya mashirika husika kutia bidii kuimarisha usalama wenyewe. Baada ya gari kutoka nchi ya Uganda kusababisha maafa kwa umati huko Naivasha, kwingineko katika kaunti ya Makueni, maafa mengine yamesababishwa kwa umati wa watu 11 na gari ambalo lilikuwa limetoka Kikima Makueni kuelekea kaunti ya Machakos. Nilitaka kujua kiini cha ajali hiyo na kufunga safari yangu na kupitia barabara kuu ya kuelekea Mombasa na kupida kushoto na kuelekea katika kaunti ya Makueni. Kabla ya kuingia Makueni mahali ajali ilipotukia, niliingia katika kituo cha ukaguzi wa magari kilichoko Machakos ili kuelewa kama wamefahamu chanzo cha ajali hiyo. Hapa nilimpata naibu mkaguzi wa magari Bwana Washira, na ambaye hakuwa na habari kamili ya ajali hiyo na kunilazimisha kuendelea na safari yangu na kupitia mji wa Machakos. Nilipitia njia mkato ya ABC Mvuti na kufika kwa Solo ambapo ajali hiyo ilifanyika. Kile kilinikaribisha ni moto, mawe ambayo yalikuwa yamefunga barabara, na umati mkubwa ukanielekea kunizuia kufika mahali pale, wakidai wanaomboleza, na hivyo basi ikanilazimu kujitambulisha na kuendelea na uchunguzi wangu wa kujua kiini cha ajali hiyo ambayo ilihusisha gari la sako ya Nairobi, Machakos, Kitui, Namak. Hii ni barabara ambayo inaunganisha Kikima Makueni na kaunti ya Machakos, na ni barabara ambayo ina miteremko mikali na kona nyingi, na hivyo basi gari halifai kuwa na mwendo wa zaidi wa kilomita 40 kwa saa moja. Hii barabara kutoka pale juu ina mteremko mbaya sana, na hii barabara ilikuwa imedesigniwa ipite hapo, ilikuwa imedesigniwa ipite hii pande ya juu. So we expect the government ifanye kazi, barabara ijengwe vyenye inafaa, ndo watu hapa waache kufa. Wakati nikizungumza na wenyeji ambao waliojawa na hamaki, walinielezea kwamba katika sehemu hii kuna magari 11 ambayo yamekuwa yakihusika kwa ajali, na yote hugaragara hadi huko chini ya mto, na matukio yake kwa kila gari halikosi kuwa zaidi ya wasafiri 4. Kulingana na wenye walikuwa wanajenga barabara hii, hapa ingefaa ijengwe somehow ama ihamishwe ipelekwe saidi ya juu. Hapa kuna mteremko mkubwa na hata ni steep. Kuteremka, kupanda ni shida. Wahindi wale walikuwa wanajenga hapa walianguka hapa, watu 9 wakaanguka hapa. Waliisha. Kuna gari ya Boni Girls ilianguka hapa tu. Gari ya soda nafikiria ni gari kulingana na 11 zilianguka hapa. Wakati wa ujenzi wa barabara yenyewe, wale ambao walikuwa wakijenga barabara hiyo ambao ni Wahindi, 9 wao walikufa baada ya lori waliokuwa wakisafiria kupaa juu na kuingia hapa katika mto huu ambao kwa sasa nitauita kisima cha kifo. Aina ya ambulance ambazo zingetusaidia sana kubeba waliokuwa wagonjwa. Watu, kwa mfano kulikuwa na mama hapa alikuwa mjamzito, alikuwa analilia usaidizi, mtoto alikuwa anacheza kwa tumbo na hakupata usaidizi wowote. Gari lenyewe lilikuwa limetolewa kabla ya kufika katika sehemu hiyo ya matukio na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Boni. Hili ndilo gari ambalo lilisababisha maafa haya, na miili ya wahusika kuhifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Boni. Ukiangalia gari hili halikuwa na kioo cha nyuma na kusalia kufungwa karatasi, ilhali limekuwa likisafirisha abiria licha ya polisi kuendelea kuchukua hongo.
My name is Edward Nunga. I'm a resident here in Boni. I normally do my business in Kikima, and wherever I bought a bonda to Kikima, I see those guys pay 100 shillings. There's no receipt. Every Thursday, every Monday, and every Saturday. Such cases like this one, which happened yesterday, I think is a result of those, because they don't care what that car is carrying or that border is carrying. Where does that man go? It has no receipt. Dereva na kondakta wake walikuwa wamevuja sheria kwa kubeba watu 22, ilhali wasafiri ambao walifaa kuingia katika matatu hiyo ni 14 peke yake. Yes. Na nyinyi wananchi na waomba kama vile tunajaribu kufanya kazi, NTSA hawajalala hii Christmas mzima. Yes. Hawajalala wakijaribu kuhakikisha maisha yako wewe mwananchi iko salama. Lakini wewe unaona gari imejaa na unaingia. Msipotusaidia hakuna kitu tunaweza fanya. Usiposaidia serikali haitakuja kwa hiyo gari kujua ni watu wangapi wameingia. Wewe ukikuta lile gari limejaa, tafadhali wacha kukaa. Unajua hata tunabebwa vibaya. Unafikiria gari ya kubeba watu 14 na wewe unaingia ukiwa wa 22. Ukiwa mtu na unaingia hiyo gari, unabebwa kama kondoo. Tafadhali na wasii, nyinyi mtatusaidia. Wakati gari lenyewe lilikuwa likiteremka miteremko hii na ambayo ni mikali, lilikuwa limeendeshwa kwa kasi, na baada ya ajali hiyo, gia ambayo ilikuwa ikiendesha gari hiyo ilikwama katika nambari 5. Haya ni makosa kubwa kwa abiria na dereva, kubeba abiria wengi kupidukia kiwango na pia kuendesha gari hiyo kwa mwendo wa kasi. Nilitaka kujua kama gari hilo lilikuwa na kidhibiti mwendo ambacho kilikuwa kikifanya kazi na kufululiza tena hadi kwa ofisi ya mkurugenzi wa magari hapa nchini Kenya huko Nairobi, na matukio yake ni kwamba kutoka tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka huu, dereva kupitia wataalamu walitatiza kidhibiti mwendo na kung'oa mitabo, na kutoka tarehe hiyo ya 26 hadi wa sasa kidhibiti mwendo hicho kilikuwa kinasoma 0 speed, yani hakikuwa kikifanya kazi. Haya ndio makosa kubwa ambayo yalifanyika, na baada ya upelelezi wangu na kugundua makosa yaliyofanyika, nilifunga safari tena hadi kwa ofisi ya sako hiyo, na hapa wakaikana matatu hiyo na kusema hawakuwa na uhusiano wote, licha ya hili lilikuwa wazi ni moja yao. Hapo ndipo nilipokamilisha uchunguzi wangu, na kabla ya kurejelea nyumbani niliwahofia Wakenya ambao wameendelea kupoteza maisha yao. Nikiripotia Vaite TV kutoka kwa Solo, ambapo ni kilomita 38 kutoka makao makuu ya Makueni huko Wote. Mimi naitwa Kimotho Karanu. Barabara vile iko haistahili kuwa vile iko hata kidogo. Hata ikiwekwa nini, hii barabara design lazima ibadilishwe kuhakikisha watu hawakufi, kwa sababu kama watu 9, watu sasa wamefika watu 11. Wale watu wameagia hapa ni wengi. To be sincere, hata serikali yetu sasa tunaiomba hii barabara waje waiangalie, waone haistahili hata kidogo kupitiwa na gari.